Madam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Salama kabisa, alhamdulillah. Wema kabisa. Mambo yanaendaje? Mazuri. Wanasemaje mjini? Alhamdulillah. Hamtunyimi? Hatuna. Madam, usije ikawa unatunyima lakini tu unaona ukituambia tutaumia. Msije. Tusije. Naweza niwaambia tunawanyima kitufaa shagaa watu hao. Na sisi tumekuja kuonja bwana, unaonja cha kwako. Kila mtu abaki kwao. Kila mmoja abaki huko. Unga robo. Sawa. Mambo yanakwenda lakini. Alhamdulillah. Sawa. Madam, wanafunzi wamefungua vyuo. Wamefungua bwana na tunaona mahafali yakifanyika kutoka vyuo mbalimbali. Vijana wanarudi mtaani sasa. Wale ambao walikuwa wanasema mimi na mjomba, mimi na shangazi, mimi na baba mdogo, ndio uhalisia sasa ule wa maisha ya mtaani yanakuja mara baada ya maisha ya elimu. Ya chuo. Unapomaliza chuo, haijalishi kiwe cha kati ama kikuu, kuna umesomea taaluma, lakini mara baada ya taaluma unakuja huku mtaani sasa. Kuna maisha bila taaluma ama kuna maisha ndani ya taaluma. Sasa tuanzie hapo. Vijana ambao wamehitimu rasmi, wamevaa majoho na kofia zao za kupendeza kabisa, wakazirusha juu zikaelea na picha wakapiga. Wanatakiwa kujiandaa vipi wanapokuja huku mtaani? Lolote linaweza likatokea. Alikuahidi kazi anaweza kawa amebadilisha mawazo yake. Na kwanza ujue ukiahidiwa msaada sio deni. Ndio. Tu ana haki ya kukusaidia au asikusaidie. Anaweza kawa tu amelala ameamka hata akikukusaidia tena. Sio lazima wala sio jambo la kukaa kumsengenya eti kwa sababu ameshindwa kusaidia. Inauma lakini sio wajibu wake. Alikuwa anataka kusaidia, sasa ameamua hataki. Kwa hiyo uyakubali mambo kama yalivyo. Unaweza kusaidiwa na babako na mamako. Wao ndo wako na majukumu yako unaona. Kwanza, la pili, hali ilivyo inavyohadithiwa kwenye vitabu vya kufikirika na hali ilivyo mtaani ni vitu viwili tofauti. Kama wenzako walikuambia kilimo kina faida, fanya utafiti kabla hujaingia miguu yote miwili. Kama rafiki zako walikuambia biashara ya kuuza magauni ina faida, fanya utafiti kabla hujawekeza nguvu zako zote ndani. Lakini pia kitu kingine, mitaa yetu na harakati zilizopo katika mitaa zina taarifa za kweli na zisizo za kweli. Kwa makini taarifa gani unapokea na taarifa gani unataka kuwa nazo karibu. Kwa sababu kama wanavyosema wahenga, wanasema kwamba ukikaa na waridi utanukia. Ni hivyo pia ukikaa na upuzi utakuwa na wewe ni upuzi hivyo. Kwa makini sana na watu ambao wanakutoa katika uzalendo, wanakutoa katika kuona kwamba majukumu yako ni nini. Kwa sababu kabla ya kufika serikali kuna majukumu ya mtu binafsi katika dini yake. Wewe una majukumu gani katika dini yako? Na wewe una majukumu gani kwenye nafsi yako na una majukumu gani katika nafsi za wenzio? Kama hawa wenzio sio ndugu zako katika imani, ni jamaa zako katika uumbwaji, nao ni binadamu kama wewe. Lakini pia sisi wote ambao tupo katika hizo dini, sote tumetokana na baba yetu ambaye ni Ibrahim. Dini zetu zote sisi ni dini za Ibrahim. Kwa huwezi kusema kwamba wewe ni bora kuliko mwenzako na kati nyie wote mmeumbwa na udongo. Kwa jua majukumu yako kidini, mambo ndio haya ya kiroho. Ukishamaliza jua majukumu yako katika ngazi ya familia yako, kwamba wewe umetoka nyumbani kwenu, umeenda kusoma chuo, mamako akusomesha na pesa za vikoba, pesa za marejesho. Umemaliza, umerudi nyumbani. Jukumu lako ni nini? Kumsaidia bi mkubwa kurejesha zile pesa au kuonyesha watu kwamba wewe umesoma. Unataka kubadilisha mwendo, unataka kubadilisha tabia. Lazima ujue jukumu lako katika ngazi ya familia. Kutoka hapo uje kujua jukumu lako katika ngazi ya kijiji. Pale katika mji wenu, mtaa, kijiji chenu, una majukumu gani kama mtu ambaye umetoka kusoma? Utaleta udhia pale au utaleta wepesi pale katika ile jamii yako? Kwa lazima ufahamu masala kama hayo. Ukitoka uje jukumu lako katika wilaya yako. Wewe kama kijana wilaya ya Mkinga, una majukumu gani katika wilaya yako? Unatakiwa ufanye jambo gani
katika wilaya yako hii ya Mkinga, ndio watu wajisikie kwamba huyu kijana ni kijana wetu. Kutoka hapo una majukumu katika mkoa. Sema wewe kijana mkoa wa Tanga, unatuma taarifa gani kuhusu watu ambao si wakazi wa Tanga, wajue kwamba vijana wa Tanga wakoje, wao wako vipi? Kwa wewe ukitoka hapo sasa ndio unakuja taifa. Wewe kama kijana wa taifa hili unafanya nini kwa taifa lako? Na chochote unachokifanya Mwenyezi Mungu anakuona kwa unachokifanya. Unaona? Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana kiasi kwamba usije ukatoka katika ule mwelekeo ambao au tuseme majukumu ambayo wewe kama kijana umepangiwa kiroho, kijamii, katika ngazi ya familia na katika ngazi ya taifa. Yote haya yanaenda pamoja na kujiepusha na mambo yasiokuhusu. Kama wafahamu mambo 100 yanihusu, unajiepusha nayo. Si lazima kila kitu ushiriki. Unaweza kuchagua tu kwamba mimi nitashiriki masala fulani sishiriki kwa sababu haniongezei chochote katika upeo wangu wa fikra, haiongezei chochote katika weledi wangu wa kiimani. Sawa. Kuna msamiati huku unatumika sana. Uthubutu. Unawaambiaje vijana? Ni muhimu wawe na nguvu ya kuthubutu kwa sababu sisi sote ni waoga, hata mimi ni mwoga sana. Lakini kuanza ndo ngumu. Ukishapiga hatua ya kwanza ukaona kumbe ile jiwe mimi naweza kuruka, utaona wepesi sana. Kwa sababu kwanza ukithubutu utakuwa umesaidia nafsi yako kutambua kwamba waweza kulifanya jambo fulani. Kwa mimi nawashauri, sisi sote tulikuwa waoga kama nyinyi na bado mpaka sasa bado tuwaoga. Kwa hakuna mtu ambaye yuko na koti la kumzuia asiwe muoga. Kila mtu ni muoga, lakini kumbatia uoga wako alafu fanye mara ya kwanza. Fanya mara ya kwanza tu, ya pili itakuwa nyepesi. Hata kama usipofanikiwa, lakini utakuwa una experience kwamba nilifanya na nikafeli kwa sababu hizi. Kwa hiki kipindi hichi ili nisifeli, natakiwa nishike hivi ili nisianguke na. Mtaani kuna washauri wengi sana. Wafuate washauri wapi? Mimi nadhani kila mtu yuko na fikra zake katika kichwa chake. Cha kwanza nicho, lakini cha pili mtu yuko na wazazi wake. Kutoka hapo kwa wazazi wanakuja viongozi wake wa dini. Naam, wakitoka viongozi wa dini sasa anakuja na watu ambao yeye anawaona kama role model. Role model ni watu ambao wanakushajisha wewe katika hali ya positive, yani hali chanya. Waangalie role model wanachofanya, yani wao wanachokufundisha. Usiwaangalie role model wao wanachofanya. Sasa mimi nataka kuwa kama fulani. Unataka kufanya kama fulani anavyofanya. Kuwa kama yeye hutoweza, kwa sababu labda unaweza kujibebesha mizigo ambao wewe huwezi kuibeba, itakuwa kadhia kwako, ushafahamu. Lakini sasa ikiwa role model wako yeye anafanya kazi fulani, waweza kutamani kufanya kazi kama ya kwake kwa sababu waona kama wewe na yeye mko na connection, waweza kufanya. Lakini nakushauri mimi, katika kazi yake anayofanya, jaribu kuikuza kazi ya role model wako. Kwamba yeye alikuwa anafanya lakini unaona kama kuna kipengele hajaenda vizuri, labda hajaenda digital. Wewe buni namna gani unaweza kuipeleka kazi yake digital. Halafu kuwa naye karibu, mweke karibu, awe ni mtu wajifunza kwake, awe ni mtu wachukua mawazo na maoni kutoka kwake. Lakini pia heshimu wazazi wako, walezi wako, kuwa nao karibu. Na kubwa zaidi, kwa karibu na viongozi wako wa dini. Mwenyezi Mungu umweke ndo kama kompasi yako, yani ile inasema nini, yani iwe kama ni mwelekeo wako. Iwe kama ufunguo wako wakati uendesha hichi chombo chako cha maisha. Kwamba mimi naangalia mbele na mbele yangu yuko Mwenyezi Mungu. Baada ya yeye sasa Mwenyezi Mungu ndo hawa jamaa wengine wote wanakuja. Lakini ikawa umeshindwa kufanya maamuzi kwamba mimi nifanye nini, uweza kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Uweza kusali raka 2, au kama ni mtu ambaye si wa kuswali, wewe uko katika imani nyingine, uweza kukaa chini ukamwambia Mwenyezi Mungu baada ya kusali, baada ya kuswali, ukamwambia Mwenyezi Mungu, mimi Mwenyezi Mungu sina kiigizo, niletee kutoka kwako mtu ambaye atanishika mkono kuniongoza. Kwa sababu mimi naamini kwamba
hapa nilipofika nimefika kwa uwezo na nguvu zako, na naona kwamba safari yangu nataka kuanza sasa sitaweza isipokuwa kwa uwezo na nguvu zako, basi niletee mtu atakayeniongoza na mtu ambaye atakuwa kigizo kwangu chema. Hakuna mtu ambaye anapenda kuona kwamba anaanza chini ama anaanza duni sana kudunduliza, na kwa kiasi kikubwa wahitimu wengi wanahitaji pia kuwa na mitaji mikubwa ya kuonekana, ili Khatibu ama Leila aliyekuwa naye ama aliyemaliza naye akiona aone kwamba amefanikiwa kwa haraka zaidi. Kuanzia chini wengi huwa hawapendi kuanzia huko. Hebu tuweke vizuri hapa, tufanye nini hasa ili tuweze kuendana na hali halisi tuliokuwa nayo, kuliko kujitwisha mzigo ambao utatushinda kubeba. Ndugu zangu, kila mwenye mafanikio alilipia. Kila wanasema for every success there is a price. Na kila club, unaona kila makofi yale yanayopigwa ilikuwa price. Jamaa alilipia ya makofi mnompigia. Either kwa kutokulala, au mwingine alinyanyasika, au mwingine alikuwa analala masaa 2 ndani ya masaa 24, au mwingine amejaribu mara 60 akaja kupatia siku ya 70. Kwa usitamani kuwa na kitu kikubwa ambacho hujakifanyia kazi. Kwa sababu ubaya wa mambo kama haya ni kwamba utakapoanza ukubwa, unaweza ukaanza ukubwa na ukafanikiwa, kila mtu yuko na bahati yake. Lakini ukianza udogo halafu kaenda ukubwa, utajifunza sifa kubwa sana ya muumini ambayo inaitwa humbleness. Ile kujiweka chini kwa watu. Kutokuwa na majivuno na majigambo ukianza chini. Halafu nadhani kigizo chetu chema ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pia ameanza chini, ameanza kidogo kidogo. Mimi sijui watu wengine labda wana fikra tofauti na mimi, lakini mimi ningependa nianze nikiwa ni vitu naveka za kuviweka kwenye mkono kabla sijaanza kubeba katika kapu. Kwa sababu gani? Nikiwa katika mkono pale naweza kuviangalia vitu vyangu vyote na nikafanya maamuzi kwamba kitu hichi nitakifanya saa ngapi na hichi nitakifanya saa ngapi. Lakini pia itanisaidia mimi nisiingie ulimbukeni wa mafanikio yangu. Alafu nisijilinganishe na watu waliotoka kabla yangu. Kwa sababu watu waliotoka kabla yangu hawawezi kuwa sawa na mimi. Kitambo wanaotoka mimi nilikuwa skuli. Kwa haiwezi kuwa sawa kwamba mimi nimetoka skuli nimewakuteni nyie katika game alafu mimi nitakuwa sawa na nyinyi. Haiwezekani. Wakati nyie mwasoma mwafanya, mimi nilikuwa niko shuleni, hata siwezi kujipanguza vizuri kama siona. Kwa mimi nataka time yangu nikuwe taratibu. Kwa sababu hata muhindi ukichomwa na moto wakati ni mtamu zaidi kuliko ukichomwa na moto wa kubabua. Hivyo hivyo kiazi kitamu, hivyo hivyo muhogo. Kwa mimi napenda watu wakae kama inavyofanya nyama ama samaki, watu watumie time, marinate, sijui waweke viungo, vikoe kisha mtu aje kupika na moto wa chini, kisha mtu toe kitu. Sasa hata unakula unasikia chumvi imeingia mahali pake, jina moto imeingia mahali pake, unaona vitu kama hivi. Kwa sababu vitu vya kuharakia, vya kukurupukia, au unataka vitu vikubwa kwa haraka, malipo yake, price yake ni kubwa zaidi. Tofauti na vitu vya kidogo kidogo, price yake ni kubwa ndio, lakini si kubwa zaidi. Nakumbuka kwa kila kofi utakalopigiwa uko na price. Sasa kama ukiwa unataka vikubwa kwa haraka utapata fikra, utapata matatizo ya kihisia mengi zaidi ambapo hutaweza kuyakontrol. Lakini ikiwa ni vitu vidogo vidogo, utakuwa kila tatizo linakufanya unakuwa, hatimaye unakuja kuwa sawa. Twaruhusiwa kuwa na ndoto kubwa, twaruhusiwa, lakini tuzifanye kama direction, tuzifanye kama ndo destination. Sawa. Tunajua kwenye maisha kuna mengi, na wakati mwingine kuna watu wanatufurahisha sana, lakini wakati mwingine kuna watu wanatuchukiza sana. Na wakati mwingine tunatamani hata tusiwaone na mambo mengine kama haya. Kipi mtu anachotakiwa kukifanya, hususan kwa mtu ambaye amemkorofisha na yeye amekasirika bila kuleta madhara? Mimi sio muumini sana wa kuyapuza utakapokosewa. Watu watanisamehe ikiwa nitaenda tofauti na wao wanavyotaka mimi kuzungumza. Lakini sasa nitazungumza mimi kwamba mimi siamini kwamba mtu akinikosea natakiwa niliache kama lilivyo. Mtu akinikosea nina hiari
ya kuliadresi au kulitengenezea mipaka. Ambao mimi na washauri ikiwa kuna watu ni wadogo kwangu, kama mimi kama dada yao, na washauri watengeneze mipaka kuliko kuliadresi. Mfano mtu amekuchukiza, huna haja ya kumwambia mtu kwamba amekuchukiza. Kwa sababu mtu yote mwenye miaka zaidi ya 18 ajua analolifanya. Lakini wewe unatakiwa uweke mipaka kwamba asirudie kukuchukiza. Kwa sababu chuki ni kitu kibaya. Mtu kukuchukiza maana yake hapendi wewe uwe na afya. Kwa sababu unaponichukiza unapambana na kichwa changu. Lakini pia unanisababishia huzuni katika nafsi yangu. Sasa kwa nini mimi niendelee kuwa sina mipaka na mtu anayeniletea huzuni? Maana yake mimi naweza kumwekea mtu mipaka asiniudhi tena, kwamba nisiingie katika huzuni tena kwa sababu yake. Maana yake ndio hii sasa. Usimchukie mtu, usipambane na mtu, wala huna haja ya kumuita mtu katika mkutano ukaanza kumuelezea namna gani amekukera, lakini mwekee mipaka kwamba leo ndio iwe mwanzo na mwisho, hutonikera tena. Na hii mipaka yani uiweke kwa kumwambia ama kuto kumwambia? Kwa adjust tu. Ulikuwa umemweka karibu, sasa unaanza kumuondosha. Ilikuwa unazungumza naye mara 60 kwa wiki, unazungumza naye mara 30 kwa wiki. Inaenda mpaka unakuja kuzungumza naye mara 1 kwa wiki. Inaenda mpaka unazungumza naye mara 1 kwa mwezi. Basi kuna watu kila wakimuona mtu ambaye amemkasirisha huwa wanaumia pasi na kumwambia ukweli. Hawa nao tunaweka kwenye kundi lipi sasa? Ikiwa mtu amekukasirisha mara ya kwanza, ukaamua ukasema, akawa hajabadilika, una hiari akikukasirisha tena usiseme. Sawa? Lakini ikiwa mtu amekukasirisha mara ya kwanza na wewe hujamwambia kwamba amekukasirisha, uko kwenye kosa. Lakini pia ikiwa mtu amekukasirisha ukaamua sisemi ile anaweka mipaka, ukiendelea kuumia ujumiza mwenyewe. Kwa sababu hana habari kama anakuumiza. Na si ajabu mwingine starehe yake ni wewe uumie. Sasa uone kwamba ukiumia utakuwa umetimiza starehe yake. Kama umeamua kuweka mipaka na hutaki kucorrect jambo, weka mipaka kisha usonge mbele. Ukiendelea kuumia maana yake ni kubeba mtu moyoni, na hutakiwi kumbeba mtu moyoni, utakiwa kumbeba Mungu moyoni. Naam. Hatakiwi kumbeba mtu moyoni. Taka kumbeba Mungu. Mungu ndo anakupenda kwa jinsi ulivyo, kwa kadri ulivyo. Hawezi kukuambia mimi nakupenda Lela kwa sababu pika wali mzuri ya. Yeye anakupenda tu. Hata kama sasa hivi tuko kufanya kosa, anakupenda. Na yeye akileta mvua hivi sasa tulipotanga hatusali lakini mvua itanyesha. Hawezi kusema pelekeni mvua pale tu kwa sababu wale ni waumini. Na saa yoyote waweza kusamehewa. Sasa huyo ni mtu anayekupenda unconditionally. Huyo ndo inabidi wewe kumweka moyoni. Lakini mtu ambaye anaweza kupenda kwake kubadilika kutokana na maharage amechelewa kutoa maua, huwezi kumweka moyoni. Kwa hiyo yupi aliye bora kati ya anayekupenda kwa sababu ama asiyekuwa na sababu? Mimi nadhani kwa sababu wewe sababu ni za kwako, huna haja ya kuniambia. Waweza kunipenda tu. Lakini hakikisha unavyonipenda utoe sauti kwa kunipenda kwako. Na sauti zinaletwa na vitendo. Hakikisha vitendo unavyovifanya vinaleta tafsiri kwamba wewe unanipenda. Sio maneno. Sasa wajua maneno ni bure. Hakuna mtu alipia evati kwa kuzungumza. Sasa unaona kitu cha bure, mimi siwezi kudhani hata kama umenipenda sana, kwa sababu unajua ya maneno pia pesa nasema bure. Nafikisha hata ungekuwa labda unaongea hata lugha ya kigeni, unaongea lugha hii. Kwa sio nataka kama umefanya kitu kikubwa ambacho labda hakije kutendeka. Nipende hasa katika vitendo, halafu hakikisha vitendo vyako ni vikuu, vinatoa sauti kuliko maneno. Na ukiamua usiniambie kwa sababu hata tusitaji sababu, kwa sababu ni ya kwako, hata mimi niko nayo sababu yangu. Halafu bahati mbaya nishapita katika umri ambao nahitaji sababu. Utajuaje kama nakupenda? Vitendo vyako vitaniletea ujumbe kwamba wewe unanihitaji, kwa sababu vina sauti kuliko maneno yako. Msikilizaji wa 94.5 Radio Nuru FM, kama ndio unaungana nasi, kipindi hewani ni Mseto. Na tuko hapa tunaongea mengi kabisa ya kisaikolojia. Bwana, upendo huu wenye maneno makavu kidogo unaleta shida. Wajua mtu akikupenda, nataka niwafundishe sasa watu. Mtu akikupenda anakuja kutatua.
Ulikuwa una shida ya furaha, anaileta furaha. Ilikuwa nyumba haina mwanga, analeta mwanga. Ilikuwa huna elimu, anakuja kukuelimisha. Ilikuwa haupo karibu na Mwenyezi Mungu, anakusogeza. Sasa ukiona mapenzi ulionayo yanakuja kubomoa, unashindwa kulala, unaamka katika usingizi unaanza kusonya. Umegeuka, umekuwa polisi, kutwa mfuatilia. Ulikuwa unaongea sauti ndogo ndogo, sasa hivi waanza kufoka. Yaani ulikuwa huwezi kupayuka, sasa hivi wapayuka. Unajua haya si mapenzi. Ila wewe ndio hutaki kuelewa kwamba haya si mapenzi. Lakini toka umeanza mapenzi haya walia. Mtu amekukuta una furaha, yeye anaondosha furaha. Mtu yoyote anayekupenda anakuja kutatua. Unajua kuna mabinti katika mtandao juzi nilikuwa tukiangalia, mmoja akawa ameonyesha namna gani amekutana na mtu akampenda, ikawa mapenzi ikawa very smooth. Unajua ikiwa mtu amekupenda inakuwa nyepesi kufikia malengo. Hakuna changamoto, wajua sema sijui nini. Nimelala, nimeamka, nimeshtuka tu kumbe sijakuandikia kama nimelala. Sijui nimejikuta nimesahau. Yaani hizo stories zinakuwa hakuna stories za jaba. Sasa yeye mambo akawa anaelezea pale jinsi gani mapenzi kwake imekuwa marahisi mpaka akaolewa. Sasa mmoja akacomment, kwa sababu mimi napenda sana kusoma comment, kwa sababu pale katika comment ndio kuna mafunzo. Na pia nitagundua mtu gani hapa ni mgonjwa, yabidi nimemwandikia jinsi gani naweza kumsaidia. Basi katika hawa wale comment, mmoja akasema sasa mimi nataka kuuliza swali. Mungu, yeye sasa amuuliza Mungu sasa pale kwenye comment. Kwa nini mimi naletewa vijishetani? Kwani Mungu umeniona mimi ni mtu wa kuchomoa mapepo au? Mimi kazi yangu ni kutoa mapepo au Mungu? Bana niletea wenye vishetani, wote wenye vishetani ndio wanaleta mimi. Sasa wewe unatakiwa ujiulize. Sio muulize Mungu, ujiulize wewe. Kwa nini mimi Lela? Okay, sitaki kuchomea jina langu. Isije yakanikuta. Kwa nini mimi Kashata? Navutia watu wanokuja kuchukua kwangu. Kwa nini sipati mtu anayekuja kuleta? Mimi nina kipengele gani cha maisha yangu au mwenendo au uhusiano wangu karibu na Mungu au weledi wangu kama mwanadamu au trauma gani sijapona mimi mpaka na karibisha watu ambao wanahitaji kuchukua kutoka kwangu? Si wao waniletee suluhisho. Wao wanakuja kuiba nilicho nacho. Kwa nini wewe una attract wezi? Wewe ndio unataka ujiulize. Kwa nini mimi Kashata na attract wezi? Kwa nini si attract watu wanaokuja kuweka vitu vyao kwangu? Kwa nini mimi na attract watu wanaotaka kuchukua furaha yangu, ujana wangu, uzuri wangu, utulivu wangu, usingizi wangu? Nilikuwa nang'aa, sasa vimetia alama niko kama ramani ya Afrika, huku kwa rangi kijani, huku kwa rangi ya njano. Mbona nilikuwa na glow, sasa si glow? Kwa sababu gani? Uchumi wangu umeyumba. Kwa sababu gani mimi na attract wasichana wanaokuja kuharibu uchumi wangu? Wewe ndio unatakiwa kujiuliza. Na mtu akikufanyia kitu cha madhara ya kudharau au kukuumiza, jiulize, kwa nini huyu ananifanyia mimi? Angekuwa ni Lela, angeweza kumfanyia Lela jambo hili. Sasa kwa nini yeye anajisikia confident, yani anajiamini kunifanyia hivi? Ana nini huyu mpaka anajiamini namna hii? Sasa ukishafika hatua hiyo, mtu yote atakao kufanyia ubaya hutomwona yeye ndio mbaya wala wewe ndio mbaya. Wewe utajiuliza kipengele gani hujakiweka sawa mpaka mtu anakuwa confident kufanyia wewe ubaya. Sawa. Tunajua kwamba kwenye mahusiano kuna mengi na mambo mengine kama haya. Nataka utufungue kidogo hapa. Migogoro kwenye ndoa au kwenye mahusiano ni jambo ambalo linaepukika? Hatuwezi kuepuka pase, kwa sababu waona sasa ya mambo ya migogoro lazima yatatokea, kwa sababu wajua pale mko X na Y. Kwanza tu kwa wenyewe hamko sawa. Huyu ana hormone za reproduction moja, huyu ana hormone za reproduction mbili. Huyu hormone yake ya production inaitwa fulani, huyu ya hormone yake inaitwa estrogen. Sasa
Sasa unaona tu yani kiumbwaji hatuko sawa. Tukitoka hapo tukuja malezi. Tukitoka hapo IQ, yani uelewa. Unaweza kuwa IQ yako iko 5, huyu mwingine IQ yake iko 1.8. Sasa unaona hatuwezi kuwa sawa. Lazima tuwe na migogoro. Lakini tutakapokuwa na migogoro lazima tukubali kwamba tumeamua kukubaliana kukubaliana. Hutaki kitu fulani na mimi sitaki kitu fulani, lakini tuheshimu kila mtu mawazo ya mwenzie. Wewe unapenda wali maharage, mimi napenda wali choroko, napenda mseto. Wewe uheshimu mseto wangu kama ambavyo mimi naheshimu maharage yako. Mkubali pia kukutana halfway kwamba wewe unafanya fulani na mimi nitafanya fulani. Wewe unapika, mimi kazi yangu kutupataka. Mimi napeleka watoto, wewe unaenda kuwachukua. Wewe unapika, mimi nafanya watoto homework. Yani mkutane kati. Sasa pale mmoja atakapojifanya kwamba yeye hataki kukutana kati na mwenzie, ndo pale sasa mambo yatakapokuwa mgogoro. Mgogoro unakuja ikiwa pande mbili zimeshindwa kuelewana. Lakini kama pande mbili zinaelewana ni sawa. Jambo lingine ambalo linasababisha mgogoro ni finance. Kabla ya uchumba watu hawajadili kuhusu mambo ya matumizi ya fedha na nini na nini. Mtu anaona kwamba kwa sababu yeye ameolewa basi ana haki, yani inampa haki ya kuhudumiwa kila kitu mpaka wazazi wake. Ni haki. Wajua kuna haki na kuna wajibu. Ndio. Sasa ukiolewa ni haki yako kuhudumiwa. Kuhudumiwa wazazi wako ni mapenzi. Na pia kuhudumiwa haijasema utahudumiwa kila kitu. Kama unataka pesa ununue gauni ambayo wewe anataka kukununulia kwa 20,000, lakini wewe unasema kwamba haina hadhi unaotaka, kwa hiyo unataka gauni 50,000, hiyo sio haki. Kama mimi uwezo wangu ni kukupa wewe gauni 20,000, wewe ukataka 50,000, yafaa uongeze 30,000 wewe mwenyewe. Sasa utakapoingia katika ndoa alafu kasema kwamba mimi nitasimamiwa kila kitu, maana yake ni kwamba ndio utasimamiwa kila kitu, lakini sio kwa upana huo ambao wewe umeuchagua. Ndio maana katika mahusiano yanayoelekea ndoa, yani uchumba, tunawashauri mabinti awe na karatasi yake ama diary. Andika matarajio yako ambayo yako realistic, yani matarajio ambayo yanafikika kibinadamu. Ukimaliza andika matarajio ambayo umeyaona kwenye telenovela. Unajua zile telenovela au movie za Kikorea, mwanaume sijui nilikuwa nalia akatokea from nowhere akaja kunibembeleza. Yani wewe andika haya matarajio ya ndoto na matarajio halisi. Ili wakati unaangalia mwanaume usije ukaangalia matarajio ya ndoto ndio ukayotumia kupata mwanaume wa halisi. Kama unahitaji mwanaume wa ndoto, tumia matarajio ya ndoto. Kama unahitaji mwanaume halisi atakaye play part kama mume na baba wa watoto wako, angalia matarajio halisi. Sasa wewe usije ukataka mtu ambaye eti kwa sababu wewe umenuna yeye asilale wala asile, akao usiku mzima na kubembeleza uongee ule ulale, na yeye kazi yake inaanza saa 11:15 asubuhi. Saa 3 usiku wewe hutaki kulala. Unasema umeuzika sana, hutaki kula wala hutaki kulala. Sasa haya ni matarajio ya uigizaji ambayo mwanaume huyu anayefanya kazi ya saa 11:15 anaingia ofisini hawezi kuyatimiza. Ili aweze kuingia ofisini saa 11:15, inatakiwa amke hapo nyumbani kwako 9:30. Aoge, kama ana swali kiamulaili asali, kama anatengeneza mambo yake atengeneze, kama anatakiwa kuandaa gari yake yawashe kabisa anze kupata moto kitambo anajiandaa, afanye hivyo. Au jana aliingiza gari kiwa chafu aisafishe. Kama kuna shughuli za kusaidia hapo nyumbani, kuweka sawa vyombo, kutupa taka, kufanya nini, kuangalia umeme kama uko sawa, kunyosha nguo yake, kupika chai. Kitambo amejiandaa hiyo 9:30, amemaliza 10:30, 10:45, aanze kutafuta nafasi labda naye aongee na Mola wake, au mwingine ni wa mazoezi, anza kuja zake mazoezi, amalize, ametoka zake mbio, aje aoge 11 kamili kashajiandaa. Anasubiria na dakika 5
au kama anakaa mbali anatoka hiyo 10 hata dakika 40 wengine wanatoka kama anakaa mbali. Sasa wewe ile 10:30 ndio unaamka sasa uanzishe ugomvi. Ukitoka hapa leo wewe sio mume wangu. Yaani ukitoka leo hapa wewe sio mke wangu. Kama kweli hiyo kazi unaofanya ni kwa ajili ya hii familia yetu, utaacha kwenda kwenye hiyo kazi leo unisikilize mimi ninayoyataka. Kwani wewe ni shetani au? Mbona nijaribu mimi hivi? Kwa mimi niache hii kazi alafu hii nyumba taa zinawaka utaziwashana nini? Hii nyumba maji yanatiririka masaa 24 utayafungua na nini haya maji? Na watoto wanaosoma skuli? Na bado unataka mchezo, bado unataka sare, sio unataka kwenda kwenu kuna shule, sio unataka kupaka hina. Yaani wewe unaonaje? Mimi sijalala usiku mzima. Wewe unalala kabisa. Umeniudhi una. Mimi sina option isipokuwa nilale kwa sababu asubuhi natakiwa niwe kazini. Na kazi yangu ni call center. Mtu hawezi kunipigia simu anaomba msaada wa jambo customer care, mimi ninasinzia. Itakuwa sio weledi katika kazi. Kwa nini kukose wewe kama mke na nikose na kazi pia? Hapo sasa. Basi ni uwe. Ili nijue nimekosa bara, nimekosa pwani. Unaona? Sasa lazima ujue kwamba haya mambo unayoanzisha. Kuna wengine mimi nilikutana nao wengine baadhi yao. Wakaniambia mimi sijui nifanye nini kwa sababu nimekutana na mtu ambaye ana akili sana. Lela nikamwambia shida yako nini? Asema mimi ninakuwa nimepanda. Niko na hasira, nataka kugombana naye. Nikimwambia kosa lake baada ya tubishana ananiambia basi yaishe. Sasa mimi hasira nimalize kwa na. Sasa mimi namuuliza, wewe unataka nini hasa? Na kuna upo kama chawa kwa sababu unataka nini hasa? Wataka mtu mstaarabu akakusikiliza au wataka mtu kwa nini unapenda chaos? Mbona unapenda vurugu? Asema mimi nataka tubishane. Mwanaume hataki tubishane. Mwanaume naye anaomba radhi. Mimi hii hasira nilionayo na hii harakati ya kubishana, nitabishana na nani? Naambia uende Facebook basi, bishana na watu katika comment. Anacheka, bwana mimi mwanaume aniboa. Akuboa. Sasa minga sasa sana akata sijui wanataka nini? Anasema nimejiandaa kutwa nzima aje turushiane maneno. Mwanaume akija ananiambia mimi nimekosea sana mke wangu, naomba radhi, tena naomba sasa hivi hapo uniambie nifanye nini ili nirekebishe. Asema namwangalia nitamani nimwashe kibao kwamba wewe hisi mimi hasira nitaipeleka wapi? Sasa namuuliza nyinyi hasa mwataka nini? Sema watu kama hawa masema hamuwataki. Mwataka gani? Wale wakubishana na nyinyi waokote stuli wapige. Kuwa makini. Vitu ambavyo havihitaji vipo katika uwezo wa mtu kukupa. Mwingine asema mimi mume wangu akiongea neno moja naropoka 6. Mimi najichukia kwa hii tabia yangu naofanya. Lakini nashangaa mbona siachi? Naweza ngamtumia mume wangu message, tunachati WhatsApp kwa mapenzi na wema. Lakini nikaingia online nikakuta message yangu ameisoma hajaijibu lakini yuko online na mtumia message naanza kugombana naye. Kwa nini hanijibu ule ujumbe? Na wapo wengi hao. Hii karne na hii mwaka 2025 wako wengi ambao wanataka ukisham blue tick unataka umjibu. Kama hujamjibu na umemblue tick anachukulia offense. Wajua kitu rahisi sana dada zangu kusumume. Lazima atarudi nyumbani huko wako mwenyewe. Kwa kama alivyokuwa kazini mlikuwa mnachati na aka blue tick. Huoni hiyo ni tekniki nzuri sana kuanza nayo jioni anaporudi. Kuliko kuanzisha zahama pale katika ile simu. Lama amepanga akirudi au kote kitu kwa kuletee. Atairisha kwa sababu ushamvuruga. Machi arudi. Yaani uzuri ni kwamba lolote atakalofanya lazima atarudi nyumbani. Akija akiwa anakula unakaa naye. Kama wewe kwako kujibiwa message ni big deal hivyo. Wakaa naye. Japo mimi kama dadako nakuoja kwamba mambo hayo wala sio issue. Mtu anaweza kukujibu kila message unayotaka, lakini haki zako asikutimizie kwa wakati. Na hala sikupende kama mke. Aone tu kwamba huyu ni mtu na survive naye basi acha tuishi.
Akija kwa kuwa wewe wapenda sana ugomvi, akija wamuuliza, bwana wewe Hamam, mimi nilikuandikia ujumbe pale. Naam. Uliuona ujumbe wangu? Naam. Hebu niambie kwa nini hujaujibu ujumbe? Utake kujua kutoka kwake. Sio wewe uje na fikra zako kwamba hajajibu kwa sababu kakudharau. Hebu nieleza, mbona hukujibu ule ujumbe? Wewe na wewe wajua mambo madogo, mbona umeweka moyoni? Mimi nakuuliza tu. Mbona hujajibu? Niambie kama rafiki yako. Mbona hujajibu? Wallahi mke wangu ghafilika. Na kwa mume wangu unaona ni sawa ukagafilika kuhusu mimi? Hamna, si sawa mke wangu, lakini basi. Usiongee tena, shajua siku hizi unagafilika kuhusu mimi. Hamna mke wangu, usichukulie serious, nimegafilika tu, lakini sitogafilika tena. Bwana wewe kula chakula bwana. Huu usiku unatakiwa mtu upumzike. Tusianze tena hapa kubishana, utashindwa kulala bure, kesho una kazi. Uone nafsi yake itakapomsuta. Kuliko kuanzisha ugomvi. Ndio kwanza ukianzisha ugomvi atasema huyu mimi kila ninachofanya hana wema na mimi, kazi yake ni kunilaumu. Basi ngoja nifanye basi. Atapita kwa nani? Kwa Mwasiti atampoza. Alitakiwaje nyumbani mapema, lakini atachelewa kwa sababu nini? Wewe unamkera. Kwani ni yeye tu asauge? Wewe mbona wasau? Sometimes unaweka chumvi tele, unaweka mafuta tele. Sasa madam, kuna kipengele zamani hakikuwepo kwa makungwi ya, sio anaitwa makungwi, sio masomo. Makungwi somo ni mtu ambaye uko naye jina moja. Okay. Hapo ndipo utakapojua masaini nilitoka lini. Bado nipo shule. Kwenye makungwi kuna kitu kilichokuwa kimesahaulika na hivi sasa ni muhimu sana kuongezwa. Kuhusu simu. Simu zimekuwa zikivunja ndoa za watu wengi sana, ama kuleta manunguniko ama chokochoko zinazopelekea marumbano ambayo hayaishi. Kwa wanandoa, nini wanachotakiwa wakifanye kuhusu kijidude kinachoitwa simu katika ndoa yao, kwa afya ya ndoa yao? Sitaki kuwa upande, lakini nitazungumzia mimi mfano. Ndio. Mimi simu hushika routine. Nimejisikia tu. Naicheki tu. Alafu ngemaliza. Hata nikikuta kuna matatizo sisemi. Kwa nini? Kwa sababu pale sio mahali pake. Nilikuwa nataka kucheki, sio niulize. Sasa nikikuta kuna madhara kwenye ile simu, baada hiyo routine inaweza kukata miezi 3 ndo ukacheki. Ukikuta sasa kuna madhara, ndo sasa unakaa kama siku mbili unakaa. Kwa nini? Ili hasira ishuke, uongee bila hasira. Sababu ukiongea na hasira utaharibu. Ikishuka mara nyingi sehemu zao za kuwabamba, na wapeni wasichana sasa hii kodi, sehemu zao za kuongelesha vizuri ni wakiwa wanakula attention yao iko vizuri kidogo kuliko wakiwa wamekaa tu. Siku hizi tunaacha. Si hasira itakuisha shuka baada ya siku mbili. Kwa hiyo unaongea tu kawaida. Unapiga tu story. Naambia bana naona siku hizi mazungumzo wewe na ex yametoka sasa kwa kama vile ulivyoniambia ni kaka na dada, sasa hivi mwanza kuzungumza kama mnataka kuoana. Sasa nataka utafakari. Usitaka ya kujibu. Mwambie nataka utafakari ikiwa masuala haya yanakubalika kwenye muungano wangu mimi na wewe. Na kama masuala haya utayakubali na mimi nikiyafanya. Nataka utafakari tu. Umeanza? Nimesema utafakari. Au nataka uniambie ikiwa hicho unachokifanya ni haki kwangu na kwako. Kama umenifanyia haki kufanya haya, basi ukimaliza beba glasi chako jifanya kama unaenda kuchukua maji ya kunywa ndo urudi. Sasa pale unamwacha. Anakula huko na digest. Nasema ni hata juu hizo chakula kina sumu, kiko kizima. Hapa itakuwaje? Kwa hiyo akikaa ukataza huyu mwanamke kwa toka juzi kaliona na jambo. Kakaa nalo. Leo ndo kaja kuniambia. Na mbona ana ukali? Huyu mwanamke anapanga nini? Akija sasa, wajua mke wangu hilo jambo lipi? Lile uliloliona kwenye simu nishasahau. Na haya mambo mimi huwa yananiumiza sana moyo wangu, kwa nisingependa tuyaongee tena.
Kama umeamua kuyamaliza, yamalize. Kama unaendelea, yaendelee. Basi atajishtukia. Kuna mtu alimfanyia hivyo mume wake, akaniambia, "Lela, mimi nimefanya hii technique." Siku hizi bwana mkubwa akiwa anakula, anaitawa naye ale nao. Anaita watoto wake na njoni mke na mimi hapa tule sahani moja. Anaogopa siwekewe sumu. Ndio. Kwa hiyo hapo ni kutumia akili. Hakikisha hasira imeshuka kabla hujauliza. Lakini kwa ushauri kuhusu simu inaweza kukuumiza, inaweza pia ikakuua simu. Na kuna watu wale wakaguao simu, alafu usiku wa manane wanakagua simu alafu wanaanza kulia. Ila lakini wanawake sisi tuna maigizo sana. Wewe unakagua simu, upo kitandani unakagua simu, unachukua mtu unaigamia alafu unaanza kulia. Unalia, unataka wewe mwanaume amke akubembeleze. Hivi kweli? Ni waulize wanawake. Ambao sasa wao mara nyingi ndio wanakutana na matatizo haya. Huyu mwanaume ambaye umemkuta anazini kwenye simu yake kwa kukusaliti kwenye simu yake, na wewe hujawahi kumsaliti huyu mwanaume. Unapolia pale kitandani baada ya kukuta usaliti kwenye simu, unakuwa na malengo gani? Unataka amke akubembeleze, unataka aache usaliti. Na unaona kwa kulia anaweza kaacha usaliti? Mwanaume yoyote hajifunzi kukutreat wewe sawa mpaka utakapompa consequences. Ukimonyesha consequences ya action zake, ndipo atakapojifunza. Sasa unahisi hii kulia ndio punishment inayofaa? Yaani umekuta usaliti kwenye simu, unaamua unalia usiku wa manane. Unahisi akiamka akakubembeleza, unahisi hiyo tu ndio punishment inayofaa? Sasa si atakuwa anafanya hivyo tu maana anajua huyu ni mwepesi huyu, akilia na mbembeleza inaisha. Na ndio utajiuliza sasa, mbona mimi kila siku nakosewa adabu? Kwa sababu unafanya action za watu wanaotaka kukosewa adabu. Yaani mimi nimekukuta na unanisaliti, nilie. Wewe unatakiwa ulie kwa sababu wewe ndio umenisaliti. Mimi nalia kwa sababu gani? Mimi nimefanya kosa gani? Wewe ndio unatakiwa ulie. Ndio hivyo tena. Kila tukiwaambia hawasikii. Watu wanakuwa wanaona dalili za hatari, Mr. Hatib. Watu wanakuwa wanaona dalili za hatari, wanataka wao wapewe Guinness. Wajua Guinness World Record tuzo zile ya kumbadilisha mtu. Huyu amekosa tu mapenzi ya mama yake, mimi nikiwa naye huyu atakaa sawa. Haijawahi kutokea dada. Nasema hii mara ya 1000 toka tumeanza hizi podcast. Haijawahi kutokea. Na wewe Asia huwezi kubadilisha nyekundu ikawa nyeusi. Abadan asilan huwezi kusave mtu. You cannot save anyone. You can only save yourself. Huwezi kuokoa mtu yoyote. Waulize manabii na mitume walivyofanya juhudi ya kuokoa watu. Watu waliokoka. Watu waliokoka ni wale watu waliopewa mwongozo na Mungu waokoke, na wenyewe walioamua kuokoka. Angalia historia ya Isa bin Maryam alivyohangaika na kuokoa watu. Nuhu alayhi salam alihangaika kuokoa watu, mpaka wengine akawaambia, ndugu zangu, gharika ni kesho, njoni muingie katika hichi chombo. Waliingia? Hawakuingia. Yaani hakujawahi kutokea katika historia wakiwa wale ni mitume. Ikiwa wewe mwenye nyama na moyo, hata nyongo hujatolewa, wewe ndio uweze kubadilisha mtu? Haiwezekani. Mtu abadilika yeye mwenyewe, na mtu abadilike kabla hajakutana na wewe. Sio wewe ndio uchukue jukumu la kumbadilisha. Na roho itakuuma sana utakapobadilisha mtu ambaye hayuko sawa. Maana atakapobadilika akili yake itakaa vizuri, atagundua hata wewe amekuchagua akiwa hayuko sawa kiakili. Kwa sasa hivi yuko sawa kiakili, anataka kukaa na mwanamke ambaye yeye anamuona yuko sawa. Wewe umetengeneza ngoma inaenda zake. Aenda kutafuta mwanamke sahihi, maana yeye alikuchagua wewe akiwa hayuko sawa kiakili. Mtu ametoka kwenye ndoa ya miaka 10, ametoa talaka. Humpi hata muda hata
wa kuheal, ametoka kwenye ndoa 1 month anakuja kukuposa na unakubali. Alafu na swali tahajudi. Unamwambia Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Gani? Watu wana hata mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu kama sio kwa huruma yake ingekuteni kuna watu asubuhi tuamka hatuna nywele, yani sote tumenyolewa kwa sababu Mungu. Sasa wewe una akili kiasi gani wewe? Mbona uniletea mimi maombi ambayo wewe ungeweza kuyamaliza? Lakini sasa sisi jamaa sisi sijui tuko na shida gani wallahi. Sijui. Mtu anachukua msiba mwenyewe, siku ya matanga mtu anatoroka. Sasa huo msiba ulikuwa wako. Mbona tuletea sisi? Kwa hivi vitu watu bwana wanajitakiaga wenyewe. Sawa. Tukiachana na haya mambo ya simu, ama tukibaki hapo kwenye masuala ya mahusiano, utamjuaje huyu anapita na huyu ni wa kukaa? Yaani akiwa anaongea, anaongea mtu ambaye hana makazi. Unamjua mtu anayeongea ambaye hana makazi? Sijui. Vipi hali? Salama. Unaendeleaje? Salama. Tuonane basi. Tuonane basi. Tuonana wapi? Tulivu Guest House hapa. Kwani tuonane Tulivu? Tunaweza tukaonana mgawa. Wewe naye mambo ya kizamani, tuonane Tulivu hapo. Halafu hiyo ni neno la kwanza. Neno la pili, vipi hali? Salamu. Unaendeleaje? Yaani wewe nitakupenda wewe. Nitakupa kila kitu unachotaka. Yaani gari, nitakununulia gari la aina fulani. Nitakupa simu ya aina fulani. Kwani unahitaji nini? Maana mimi Mungu akipenda wiki ijayo nasafiri. Nikuletee nini? Kakujua ana wiki 2 wewe. Mwingine kakujua hana wiki 2. Wewe mwanamke mzuri sana. Yaani wewe lazima tu nikuoe. Yaani mimi nitakuoa. Ana wiki 2 toka amekujua. Mwingine, hiyo ni alama ya 3 ambaye mtu hana makazi. Alama ya 4. Hivi nilikuwa wapi nisikutane na mtu kama wewe? Kimbia. Yaani Mungu amenihurumia sana. Yaani Mungu anashirikishwa. Huko aliko nadhani nini? Yaani Mungu katika kitu alichonifanyia mwaka huu ni kunikutanisha na mtu kama wewe. Yaani toka tumeanza kuongea umeleta utulivu sana kwenye nafsi yangu. Tena hiyo ni hatari kuliko zote. Kwa hiyo jamaa toka kwa maisha yako yalikuwa hayana utulivu. Mimi ndio nimekuletea utulivu ndani ya wiki 2 ambazo tumezungumza. Ina maana wewe umeishi kwa miaka 30 ukiwa huna utulivu. Si umeelewa? Umeishi miaka 30 huna utulivu. Kwa mimi nimekuletea utulivu wiki 2. Hivi mtu ambaye hajui starehe ya kutulia, utulivu wa wiki 2 unaweza ukamfanya apende starehe ya kutulia? Wewe unatakiwa uwe na starehe kabla mimi sijakukuta. Niongezee starehe yako. So niambie toka nimeingia wewe una amani. Kwa hiyo ulikuwa umeishi vitani hizo siku zote hizo, ndio mimi nikuonyeshe umuhimu wa amani wiki 2 ukubali. Unatakiwa uwe yani tuseme mathalan kama nchi yetu tumeishi kwa amani miaka zaidi ya 60. Ushafahamu? Kwa hiyo ni mtu akileta amani ndio unaielewa kwa sababu amani ilikuwepo. Kwa akileta vurugu huelewi kwa sababu vurugu hukuizoea. Sasa wewe unaniambia wewe ulikuwa kwenye vurugu miaka 60, mimi nikuletea mimi amani wiki 2. Huoni kama ile jukumu kubwa sana unanipa? Kwa malipo gani? Nikuletea amani ambao wewe umechafuka miaka 60, mimi nje kuogesha hii miaka yako iliyobakia, na kama Mungu akijalia kama mtume alivyosema utaishi miaka 70, kwa mimi nihangaike miaka 10. Si utakufa labda ukiwa na miaka 70, nihangaike miaka 10 yote nikufurahishe. Kwa malipo gani? Na wewe huijui amani. Kumbuka huijui amani, wala hujui utamu wake. Kwa kuna sometimes pia naweza nikakuletea amani, ukangeukia ukawa atakavurugu kwa sababu ndizo ulizozoea. Sasa wewe ukishindwa kuelewa katika hizi sentences 4, elewa hili hapa. Mtu mwenye haraka ya kufanya mambo. Yaani kama mtu anakuhitaji wala hana haraka ya kufanya jambo.
eti kwamba afanye chapchapu kabla ya time yake haijaisha, wala hana muda huo. Huyo hafai, huyo sio mtu sahihi. Mtu sahihi akiongea ni ana kituo, akipanga vitu vyake ana kituo, akiwa anakupa fikra ya kufanya maamuzi anakupa na wakati wa kufanya maamuzi. Yaani kwamba wewe jipe, mimi nakupa time, fanya maamuzi yako kisha utaniambia wewe unavyotaka. Yaani kama anakuletea kama proposal. Kwa sababu obviously ni proposal, kwa sababu lazima uangalie utafaulu, utafaidi nini na utapoteza nini. Kwa huwezi kufanya maamuzi hayo haraka. Lakini mimi nawaambiaga wasichana, achaneni na hawa watu wenye Kiingereza vilivyonyooka. Mfano mtu Kiingereza chake kimenyoka au si nini hadi ana slang, hadi mtu anaongea accent ya nchi fulani. Alafu ukimwangalia, yani yeye na wewe hamuendani. Yeye ni bara, wewe ni pwani. Lakini hawa watu wanaochapia anasema I will come now. I will just move together. Wewe unawacheka, unaona hawa ndo washamba. Hawa watu wenye Kiingereza vya ajabu hawa ndo watu type zenu. Nyamo ataki. Nyinyi mnataka watu ambao Kiingereza vimenyoka, mtu anaongea kama sui nani? Mtu Trump. Au mtu amechukua yeye yuko hapa ni Mtanzania, amezaliwa hapa lakini ameweza kuigiza mpaka akipata accent ya UK. Nini? Mtu anavaa sijui, mtu akivaa kitokeo na modo huyu. Kwa nini? Huyu ataleta madhila kwenye nafsi yako. Hawa wanasema I will send money now. I will send money evening. Hawa wanaochapia hawa ambao Kiingereza chao hakijanyoka vizuri. Hao ndo watu. Hao ndo type yenu. Madini hayo hapo. Kini wao wanataka watu walionyooka, watu wanaoimitate kuongea kama watu fulani. Watu wa you know what I'm saying, wanataka hao. Watu wako na vishiba, watu wengine mpaka pua sio wamefanya nini. Sasa nyinyi wenyewe ndo mwataka. Mtu anachapia ndo mtu yani mtu ambaye ajui. Mtu ambaye Kiingereza chake hakijanyoka. Kila akiongea Kiingereza watu wanatokea, watu wanamcheka. Ndio mtu. Lakini unataka mtu alionyooka. Mtu hana shida yoyote, mtu kanyooka hivi, mtu hadi ameweza kuigiza, ameipatia lugha wanaozungumza watu fulani. Kwa kweli hapa. Labda mimi ni mshamba sana, lakini mimi napenda watu wanaongea broken. Sasa watu wanaonifahamu ile. Sasa madam, umetupa hapa kwamba tutamjua mtu kwamba huyu sio wa kukaa. Huyu wa kukaa sasa mbona hujatupa angalau 2-3 tumjue? Sasa anakupa jinsi ya kumjua mtu anayekaa. Mtu mwenye kituo hana haraka. Si ndio brother? Mtu mwenye kituo hana haraka. Unaonaje, yani yeye kazi yake ni kushauri. Unaonaje jambo fulani? Sawa. Tunaweza kuonana, ndio. Wapi? Kwenye chai. Haiwezi kukuambia hata siku moja twende to live. Maliza. Ukitoka hapa kipengele cha pili, mtu huyu anakuwa ni ana nafasi. Unaweza ukimpigia simu unampata, inaita na unampata. Ukiandika message inaingia na inasomwa na inajibiwa. Ukisema leo nataka kumpigia simu video call, inaita na inapokelewa. Nafasi. Yaani nafasi yako ipo kwake. Jambo la tatu, kujua kwamba huyu mtu ni mtu, yani you can keep him, is a keeper. Ni mtu ambaye uwepo wako kwake ni heshima. Yani yeye kuwa karibu na wewe ni heshima kwake. Hata taka uonekane na wewe na yeye katika mazingira ambayo yatakuletea wewe tabu kwenye shakhsia yako. Mfano uonekane naye sehemu ambayo ya muziki na wewe ni ustazati. Sehemu ambayo yani atakuuliza unataka kwenda wapi, utamwambia, atakwambia wazi, pale mtu kama wewe hapa kufai. Hiki kitu mtu kama wewe hakikufai. Hii nguo wewe haikufai. Akikununulia kitu, atakununulia kitu sawa na thamani yako kwenye nafsi yake. Uko na mtu anakununulia gauni, ukifika nyumbani nimeshachanika. Huyu ndio yule mtu wa kukaa. Lakini pia uko na mtu anakununulia kitu ambacho kina mchango kwenye talent yako. Mathalan, wewe talent yako ni fundi cherehani.
mtu akununulie cherehani, huyu ndio mtu wako. Lakini akikununulia, mfano akikununulia ice cream, utakula ice cream itaisha. Lakini akikununulia cherehani, mashine ya cherehani, si ni kitu ambacho kitadumu. Kwa huyu mtu kashajitengenezea mazingira kwamba huyu ni mtu wako wa daima, wa kubaki na wewe. Jambo la mwisho, mtu huyu akizungumza, atakuwa anazungumza ndani ya mazungumzo yake na wewe umo. Tutafanya jambo fulani, tumepanga jambo fulani. Unaonaje? Mimi nitasafiri wiki ijayo, nina safari ya kazi mkoa fulani. Njoo na wewe uje, labda unaweza ukaona fursa katika huo mji. Sio kama umesikia hiyo kauli. Mimi nina jambo fulani na fulani nalifanya. Njoo na wewe uangalie, labda katika hili jambo unaweza ukaona fursa. Au nakutana na watu fulani kuhusu kikao cha masuala fulani. Je, katika hichi kikao, mfano wewe ungepata nafasi ya kuingia, ungezungumzia jambo gani? Au tuna training mahali fulani. Njoo na wewe uhudhurie, nitakuchukulia tiketi. Au kaona huko mtandaoni kuna training mahali na hudhuria. Watu wanaenda. Anakulipia, anakutumia, bwana wewe nenda hii, mimi nimekulipia. Kwa anataka, yani ana kituo kwenye maisha yako. Anajua atakuwepo hapo kesho na kesho kutwa. Sawa. Madam bwana, kuna mengi hapa nikiangalia ya kwangu hayajaisha, lakini kuna watu pia wana matatizo huku. Naomba umjibu kwa kifupi sana huyu hapa. Anasema naomba nisitaje jina lake, lakini anatokea Lushoto, na Lushoto pia eneo lilotaja sitotaja kwa ajili ya afya yako. Anasema mimi nimekuja likizo kujifungua kwa mama mkwe wangu. Ananifuatilia wapi nimekosea ili anisimange kweli kweli. Nasema hata kama nimekata viatu, utasikia unajua mwenzio anapata shida kutafuta, halafu wewe unafanya uharibifu. Simjibu chochote, nakaa kimya kama mjinga, ila naogopea siku moja nitamjibu vibaya. Tafadhali madam, naomba unishauri. Sumanda tu kujifungua, stahimilia, utaondoka. Mchukulie tu kama mamako. Unajua wazazi wote wa Kiafrika wako hivyo hawawezi kumpongeza mmoja bila kumkashifu mwingine. Unaweza ukawa tu umefanya jambo nyumbani, wewe umefaulu, lakini huwezi kumshinda Suleimani kwenye hisabati. Yaani ni wazazi wote wa Kiafrika wako hivyo. Wewe naye. Mama, mimi mbona huko ndani kama usithaminiki? Anza kutafuta kazi uone kama hautothaminiwa. Yaani ni hivyo. Huwa wanatubuli, ni hali ya kawaida na ni kutokana na malezi yao. Kwa hali kama hiyo, kwa mtu ambaye amejifungua hakutakiwa kuongeleshwa kwa manyanyaso ya aina yoyote. Ndio maana watu wanashauriwa wakati wako kama hivyo, wako vulnerable kama hivyo, wako ambao hawana nguvu, wanatakiwa wawe pamoja na wapendwa wao. Watu ambao watawahurumia na kuwapenda na kuwathamini. Sasa ikiwa kama watu wa aina hiyo umewakosa, stahimilia, siku zako zikisha utarudi kwako. Utaanza sasa kujitibu kutokana na vile ulivyoumizwa. Lakini huyo ukimchukulia kama mzazi wako, mbona upati tabu? Sababu hata mzazi wako mwenyewe hakusifu kabla hajakukosoa. Hata sisi sote ndio hivyo. Sawa. Bwana, kuna mwingine wakati unataja huyu wa kupita huyu, anasema dalili zote ulizozitaja anazo. Na amecheka sana. Yeye anazo kama yeye au yeye kafanyiwa. Inaonekana huyu ndio yule ambaye anazo, ambaye yeye huyu si wa kukaa. Sasa anatakiwa ajirekebishe, umri unaenda. Kila siku atakuwa mtu wa kuondoka tu. Kuna umri madamu ukifika inabidi ujue namna ya kuishi na watu, sio kujuana nao. Hii inamaanisha nini? Yaani kuna umri unatakiwa uwe na tolerance. Tolerance ni uvumilivu. Yaani kama mtu amekukosea, umpuuze tu. Kwa sababu ukisema ugombana na kila mtu, huku nje huko tunakutana na watu wana tabia za ajabu, unaona huyu amelelewa wapi huyu. Kwa hiyo kuna umri, mfano kuanzia miaka 23 hivi, 24, 25, unatakiwa ujifunze kuishi na watu. Kwa sababu sio kila mtu amelelewa na mamako au amekulia madrasa kama ulivyokulia wewe. Kwa hiyo lazima ujifunze kuishi na watu. Sawa. Mwanamke ana nafasi ya kueleza hisia zake mbele ya mwanaume anayempenda. Baada kwanza uniambie kicheko chako kimeletwa na nini? Maana huu uvumilivu naona sasa hivi wameuvunja sana. Aieleze hisia zake kwa mwanaume anayempenda. Ndiyo. Kwa nini?
Kwa nini umependa? Nani yuko pepete? Mimi. Usifanye ujinga huo. Kaa kimya. Muombe dua kama Mungu kama mtu ni sahihi kwako Mungu atamleta, atasema yeye. Bila kusema. Usiseme mzee. Utakuwa umejisajili kwenye kifurushi cha danili inaitwaje? Masa 24 kile cha cheka tu wewe. Utakuwa unacheka tu kila kitu ule kulala usiku ukaamka ukaanza kuguna. Ndio hicho kitakachokupata. Subutu. Utakuwa kazi yako ni kumpigia simu rafiki yako, hebu muangalie, mimi naona profile yake iko giza, wewe unaonaje? Mimi naona kaeka pona picha yake uko disco. Kwa kani block wewe, kakublock. Yaani utapitia inaitwa nini? Utapitia ngoni migration. Chana naye, usifanye. Don't you ever dare. Madam, unajua hivi sasa kuna wanawake huwa watongoza wanaume? Najua, lakini ni kitu ambacho mimi nakwambia ni kusaini karatasi yako ya operation. Yaani mwanaume anaweza kaja kwako na haja kupenda. Amekuja tu kukutesti kama unatestika. Akakupenda kadri siku zinavyoenda au misimamo ambayo wewe ambao umeiweka iko tofauti na kina Rebeka. Imagine kumfuata. Yaani kama anaweza kuigiza kuja kwako. Imagine sasa wewe kumfuata. Dekio linanafuta kavotritiwa. Yaani wewe umenifuata mwenyewe. Wewe umeutaka. Nitakuonyesha. Kwanza unashanga mwanaume wa kumwambia kwamba wewe ndio unamtaka. Mtihani wako wa kwanza ni kuombwa hela. Utaombwa hela. Na utaagwa. Good night utaagwa saa 12 jioni. Sababu kwanza wewe umemthibitisha mwanaume kwamba unampenda sana na huna pa kwenda. Mtihani wako wa tatu utakuwa unaagwa kwamba atakupigia baadaye, ngoja afunge maji. Kuna maji hapa yanatoka kwenye ile bomba, ngoja nifunge maji afu nakupigia, ndo kalagabao upigiwi tena. Mtihani wako namba 4 ni utaambiwa hapa nilipo kuna kelele. Yaani ukifikia hatua ya kuambiwa hapa nilipo au anaongea na wewe lakini kuna watu hapo nyuma wanabishana. Yaani sio kama amepokea simu yako akanyanyuka enda akaisikilize pembeni. Anaongea na wewe ikiwa na watu hapo wanabishana. Hiyo ndio level yako ya 4. Level yako ya 5 ni kupotezewa. Kukutana na mtu anakupotezea. Hujamfanyia kosa. Hujaongea naye vibaya, unashangaa tu from nowhere umeamka asubuhi umepotezewa. Hiyo ndio mishahara ya watu wanaopenda wanaume. Usipende dada mpaka uone mwanga kwamba na umependwa. Na kama huo huji kwenye vikao, waulize wenzako Jumapili wanaendaga wapi. Acha, usifue. Toka sisi wenzako tunaendaga vikao. Na saizi wengine tunapokea vikoba, jamani. Mnaona uko kwenye mitandao mtu kachupokea hela zake $43,000 kampa mwanaume. Wanaweka mpaka na mabango. $43,000 kazi hesabu tap kampa mwanaume, nyingine kakopa kazini, nyingine kakopa kwa ndugu zake. Kampa mwanaume. Yaani wewe unapigiwa ni story tu lakini mwili unakusisimka. Sasa yule aliyetoa, alafu baada ya kutoa zile hela kumpa mwanaume, mwanaume akamwacha. Inaumaje kama pasi. Wewe utaingizwa kwenye mwanandani ujai kula hata cha mwanaume kwenye dunia. Wewe kazi yako vyako tu vinaliwa. Uchoki. Hutaki kupumzika. Upewe nawe siku moja kabla hujaenda kwenye mwanandani. Hivi kuna umri hasa mwanamke hataki kuomba nauli? Kwa sababu hapa kuna memes moja inasema mwanamke wa miaka 30 hatakiwi kuomba nauli. Alafu dadangu Chiku Saidi sijaona akaandika hivi, kumbe mnaombaga na hamsemi? Mimi nadhani nauli sitakiwi kuomba. Nauli inatakiwa nitumiwe. Sitakiwi yani kutumiwa kwamba nauli. Tiketi imekatwa na forwardiwa. Kwa sababu mpaka nikiwa na miaka 30 mpaka unataka nije nikutembelee, lazima karatasi zangu unazo. Ndio. Kwa nitumie tiketi tafadhali. Mimi siwezi kuomba nauli. Lakini kama umehitaji mkutano lakini ila watu lakini wanateseka hapa nje.
Mbona sisi tupate tabu sana? Tunatumia au mtu anaingiza email yako alafu unamalizia mwenyewe detail. Tiketi inakuja. Huombe nauli, naomba nauli ya nini? Au unapigiwa simu na mtu agent wa usafiri huko. Sikufani fulani nataka usafiri. Ratiba yako ikoje? Ngoja niangalie. Unajibu, jamani ratiba yangu. Nitumie taarifa zako. Kwa nini uombe nauli? Yes, ndo kapanga safari. Na hawa omba nauli ndo wale wanaokula hawa. Yani ukimkatia mtu tiketi. Ni ngumu wewe hela yako iliwe. Wewe unamtumia tu upkeep lakini tiketi tayari ushakata. Kwa sababu kama uko serious kweli unataka nisafiri. Unatakiwa kila kitu kiwe kwenye mkono wangu mwezi au wiki mbili kabla sijasafiri. Kama kweli uko serious. Kwa sababu mimi natakiwa nimejipanga. Kama watu labda wengine wanaishi mbali wanatakiwa watengeneze mazingira ya nyumbani, waondoke kwenye nyumba yake kwa huo muda ambao wewe umemwandikia ujumbe wa kusafiri. Lakini kwa nini kweli mimi msichana wa miaka 30 ni kuombe wewe nauli? Sitaki kukuomba nauli. Wewe unatakiwa umpe namba yangu simu agent niongee naye. Sawa, madam unatuachaje? Sisi hata kama mmewapenda wanaume waombeni tu dua, msiwatongoze wacheni. Hizi zama sio za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acheni. Sio wote lakini acheni tu. Yaani kama Mungu kweli amekupangia wewe Muhammad ndo mumeo, ataitana around itakuja. Usichukue hiyo humiliation, usichukue. Don't do it. Mimi kama dada yako nimeona jua kabla yako, sikushauri achana nayo. Mpende na ujue mapenzi ya afya ni yapi. Nakupenda hata kama hupo na mimi nakupenda tu. Hayo ndo mapenzi yenye afya. Mapenzi ambayo kwa sababu unakupenda basi lazima uwe wangu, iwe juu iwe chini, lazima uwe wangu, hiyo inaitwa obsession, ambayo ni ugonjwa wa afya ya akili. Usiwe na obsession. Penda tu. Kama kweli uko sincere na huyo mtu unampenda na yeye yuko sincere kweli, Mungu atawafanya tu mtakutana. Hata yani wote mtaenda kuangalia matokeo ya uchaguzi uliorudiwa, mtaenda wote mtakutana huko. Au mtakutana hata kwenye basi. Akasindikiza ndugu, akaona bora muingize ndani ya gari na wewe ndo umekaa, akakuona moyo wake ukapasuka, ukalipuka, akachukua namba. Au akamwambia ndugu yake, huyo msichana uliokaa naye hapa, hakikisha umechukua namba. Au kakaa na baba yake mdogo kakupenda akaenda kumpa mwanae namba. Bwana huyu binti nimesafiri naye ana adabu na heshima. Mpigie namba yake hii. Mkajikuta mmeoana. Kama kweli wewe uko haki kwake na yeye yuko haki kwako. Asante sana Manda. Msikilizaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Shukrani za dhati kwake Madam Leila Abubakar kwa mawaidha madini ambayo ametupa katika siku hii ya leo. Bila shaka hujatoka mtupu kama mimi ambavyo sijatoka mtupu, na imani nawe pia imekuwa hivyo. Shukrani sana Madam kwa kuja. Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukutane Jumatatu inshallah. Nyuma ya kamera Saidi Abdullah mwana wa Chembea, mimi ni Khatib Salim Omar, nikutakia usikivu mwema kwa vipindi vinavyoendelea hapa 90.5 Radio Nuru FM Tanga, Tanzania. Bye bye.